Na mtazamaji, baadhi ya walimu wanaofanya kazi eneo la Kaskazini Mashariki sasa wanaitaka tume ya walimu TSC kuwahamisha kutoka eneo hilo. Naam, hii ni kufuatia kushambuliwa na kuuawa kwa walimu na magaidi wa Al-Shabaab katika kaunti ya Garissa. Na familia ya mwalimu mmoja aliyeuawa inasema kwamba mwalimu huyo alikuwa ametishiwa awali na kuelezea wasiwasi kuhusu usalama wake. Na Brenda Wanga na maelezo zaidi. Nyumbani kwa marehemu Vundi Musili, maandalizi ya maziko yake yanaendelea. Familia na ndugu wamekusanyika kuhakikisha mwili wake utakapoletwa hapa kwa ajili ya mazishi, wote watakuwa tayari. Si hali ambayo familia ilitarajia ilipoondoka kuelekea Hulugo, Garissa, ambako alihudumu kama mwalimu. Mkewe anasema mumewe alikuwa na furaha tele usiku kabla ya shambulizi hilo. Tumeongea tu vizuri, alikuwa sawa that night. Then hakukuwa any kind of tension. Aliongea vizuri, lakini asubuhi yake nikapata ripoti kama hayuko. Hofu kuwa Vundi angeshambuliwa ilikuwa tayari imetokea hata kabla ya kisa hicho cha shambulio la kikatili. Kulitokea threat ambayo alithreateniwa na watoto mwenyewe alikuwa anafunza. Na hafta hiyo kwanza alitoka shule akarudi nyumbani na akatuelezea sisi kama familia. Na akasema yeye hayuko willing kurudi kule. Mwajiri wa marehemu TSC anadaiwa kupuuza ombi lake la kuhamishwa hadi mahali salama zaidi. Binamu yake ambaye pia ni mwalimu huko Garissa anaishi kwa hofu. Winfred mtu wa Musili, yeye alikuwa Steven Vundi Musili. Wanaweza wakafuata hao majina tena, wakajua huyu ni sistake. Tena mimi nikaweza vamiwa tena. Sina nguvu yoyote ya kurudi huko. Huku wakijiandaa kumwaga, wenzake kutoka kaunti hiyo wanaitaka tume ya walimu kuchukua kwa uzito maombi yao ya uhamisho kutoka maeneo ya kaskazini mwa nchi. We are imagining that even our teachers who are there now are at risk. Garissa Teachers College, Wajir Teachers College, Mandera Teachers College is releasing about 3,000 teachers by September this year. We are therefore telling TSC, please deploy those locals there and let us have our non-local teachers far away from there. Vundi aliuawa muda mfupi baada ya magaidi wa Al-Shabaab kushambulia nyumba ya chifu wa eneo hilo, kumpiga risasi na kulipua kilipuzi. Kisha walilenga nyumba ya Musili, wakamtoa nje na kumuua. Hilo lilitokea baada ya mashambulizi kama haya kutokea katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, ambako kaunti kama vile Garissa, Wajir na Mandera hapo awali zimeshuhudia mashambulizi dhidi ya walimu wasio wenyeji. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.